Basi kwa muda huu nataka tu nilete neno la Mungu, na leo somo langu nataka kufundisha ama tukumbushane, kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu. Tunakumbushana kuhusu uwepo wa Mungu, the presence of God, kutembea katika uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Wakati unapopatia uwepo wa Mungu katika maisha yako, ni kwamba unatengeneza ushirika na Mungu. Na nitakuonyesha vile tunaweza tukatunza uwepo wa Mungu. Maana leo tuko makanisani, sauti zimebaki, lugha zimebaki, lakini unatafuta uwepo wa Mungu unakosa. Zamani Pentekoste wakati ilipokuwa inaanza, tulikuwa tunaitwa watu wa machozi. Tulikuwa tunaitwa watu wa makamasi. Tulikuwa tunamtafuta Mungu na tunalia sana mbele za Mungu. Lakini leo kwa hizi nyakati, hizo vitu hazionekani, maana watu wameondoka katika uwepo wa Mungu. Na unajua Mungu siku zote anakuaga hapo. Hakuna siku Mungu anaondoka mbali na mtu. Ni mtu ndiye anayeondoka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika Agano la Kale, uwepo wa Mungu ulifananishwa na sanduku la agano. Wakati sanduku la agano lilipotwaliwa na Wafilisti, Daudi pamoja na jeshi lake walienda wakalichukua sanduku la agano. Na wakati sanduku la agano lilipochukuliwa, ilikuwa shangwe sana kwa ajili ya taifa la Israeli, kwa sababu Daudi alisema kwamba leo tumepata tena, tumerudisha sanduku la agano ili tena tuweze kumuuliza Mungu, kwa sababu kupitia sanduku la agano ambayo ni uwepo wa Mungu ndio tunauliza kwa Mungu na ndio tunawasiliana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo Daudi, kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Uza, na lile sanduku likakungua. Uza akajaribu kuguza lile sanduku na akafa pale pale. Na Daudi akaogopa sana, kwa sababu lile sanduku la agano aliona kwamba ndio limesababisha hayo, na akawa ni kama anamhukumu Mungu kwa sababu ya hilo. Na Daudi akalipeleka lile sanduku la agano, akasema mimi silitaki karibu na mimi. Na Biblia inasema kwamba lile sanduku la agano likapelekwa kwa mtu alikuwa anaitwa Obed Edom. Na Biblia inasema sanduku lilipopelekwa nyumbani mwa Obed Edom, Biblia inasema Mungu akambariki Obed Edom na kila kitu alichokuwa nacho kikaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunapotembea katika uwepo wa Mungu, kunakuwa na mabadiliko katika maisha yetu. Kunakuwa na mabadiliko katika kuabudu, kunakuwa na mabadiliko katika kusifu, kunakuwa na mabadiliko. Na sisi wengine tunapoenda mahali, kuna kitu huwa tunaangalia, kuna kitu tunakuwa tunasikia. Kama vile ng'ombe anaenda anasikia harufu ya mvua, hivyo ndivyo tunavyotembea sisi watu wa kiroho. Tunapofika mahali tunasikia kwamba uwepo wa Mungu. Wadada walipokuwa wakiabudu, nilisikia wingu la Mungu limeshuka mahali hapa, kwamba uwepo wa Mungu uko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuanze katika kitabu cha Zaburi, tuanze hapo. Tuanze na kitabu cha Zaburi 91 mstari wa kwanza, ili tuone kwamba ni vipi kukaa katika uwepo wa Mungu. Zaburi 91 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Wapendwa, uwepo wa Mungu huwezi ukapata ukitembea kwa njia. Ni lazima uwe mtu ambaye unakaa katika nyumba ya Mungu. Lazima uwe na wakati wa kutulia na kumtafuta Mungu, ile ule uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mwimbaji, lazima utafute muda wa kukaa na kumsikia Mungu, ili wakati unaposimama kupitia kule kuabudu na kusifu, tunamsikia Mungu na watu wanaponywa, watu wanafunguliwa, kwa sababu umekubali kukaa na kutulia katika ule uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hizi watu wanapenda sana kukimbia, watu
watu wanapenda sana kutembea, lakini ni wachache sana wanapenda kukaa. Na katika kukaa, hapo ndipo tunapata kibali. Katika kukaa, hapo ndipo tunapata nguvu za Mungu. Katika kukaa, hapo ndipo tunapata neema ya Mungu katika maisha yetu, ili iweze kutusaidia kutembea katika ulimwengu huu ambao umejaa mambo mengi. Ulimwengu umejaa chuki, ulimwengu umejaa dhiki, ulimwengu umejaa mateso, ulimwengu umejaa vita. Lakini tutashinda wakati tutakubali kukaa, tutakubali kutulia katika uvuli wake. Maana katika uvuli wake tunapata kujulishwa ni nini Mungu anataka tufanye. Bwana Yesu asifiwe. So anasema aketie mahali pake pasiri aliye juu atakaa katika uvuli wake. Katika uwepo wa Mungu unapotulia kuna usalama. Katika uwepo wa Mungu unapokuwepo mahali watu wanaponywa. Uwepo wa Mungu unapokuwa mahali magonjwa yanaondoka automatically. Uwepo wa Mungu unapokuja watu wanatoa bila kusukumwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa katika uwepo wa Mungu hakuna kung'ang'ana. Kama ni kuimba tunaimba na uwepo unashuka. Kama ni kutoa tunatoa kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa sana na huduma hii, vile mmejenga mjengo mkubwa. Niliuliza, kweli hili ni kanisa la Free Pentecostal? Maana zamani tulikuwa tunajenga tu mabangalo, lakini leo tunaweza tukasema tunaita city, na tunaamini kwamba itakuwa city kweli. Lakini litafanikiwa wakati tutakuwa na uwepo wa Mungu. Maana uwepo wa Mungu unavuta watu. Uwepo wa Mungu unavuta pesa. Uwepo wa Mungu unaleta neema. Uwepo wa Mungu unaleta ushindi. Uwepo wa Mungu unaleta lile joto la kiroho, na watu wanafunguliwa, watu wanaponywa, watu wanakombolewa. Haleluya! Haleluya! Hebu kila moja mshangilie Yesu. Haleluya! Amen. Kwa hivyo nenaja akasema atakaa katika uvuli wake. Tusome tena katika Zaburi 27. Nataka nikimbie kidogo ili tuweze kubarikiwa. 27 mstari wa 4. Zaburi 27 verse 4. Biblia inasema hivi: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Na nashukuru sana mpaka uimbaji ulikuwa na hiyo, yani kuna flow fulani katika mpaka uimbaji tumeenda na wao. Ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekalini mwake. Ndugu zangu, hakuna kitu kizuri kama kukaa mbele za Mungu. Ukijizoesha tabia ya kukaa mbele za Mungu, kuna upako, kuna nguvu, kuna ushindi. Haleluya! Tukitaka kuona miujiza ikifanyika katika nyumba ya Mungu, kuna zaidi katika nyumba ya Mungu. Tukitaka kuona watu wakifunguliwa, tukitaka kuona watu wakiponywa, lazima tukubali kukaa katika miguu ya Yesu, kukaa katika kiti cha enzi na kutafakari uzuri wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema neno moja nimelitaka. Sitaki mambo mengi. Siku hizi watu wanataka mambo mengi. Watu wanataka mambo mengi katika dunia, wanakimbizana nayo. Watu hawana muda tena na Mungu, hawana tena nafasi ya kumsikiliza Mungu. Mtu unamwambia njoo ibada, anasema niko busy. Mtu anafungua kibanda kidogo, anasema hiyo kibanda yangu itafungwa dakika moja. Mpaka tunashindwa na hawa. Unaelewa Tunashindwa na wao. Dakika yao ikifika, hata kama imefika hiyo sana, wateja wako kwa mlango wanafunga. Lakini Wakristo wetu tunapowaambia njoo ushirika, mimi niko busy. Mwanamke amejifungua anakaa miezi 6 miezi 7 kwa nyumba. Hiyo ni kukosa ufunuo. Mtu anayependa Mungu, mtu anayependa kukaa nyumbani mwa Bwana, anaposikia ni neema, anaposikia ni ushirika, moyo wake unasisimuka. Anaposikia ni kuona wandugu, moyo wake unashangilia. Anaposikia ninaenda kuabudu, moyo wake unashangilia. Kwa nini? Kwa sababu anasema neno moja nimelitaka, nalo ndilo nitakalo litafuta. Wapendwa, huwezi kupata uwepo wa Mungu
kwa njia, ni kitu ambacho kinatafutwa. Tuwapate wapi watu ambao watajitoa katika nyumba ya Mungu na kuacha muda wao na kumtengenezea Mungu muda na kuja kulia katika hii sementi na kuja kumlilia Mungu na kumwambia Mungu tuongeze, Mungu tupanue, Mungu tuponye, Mungu tukumbuke, Mungu tuongeze. Tuwapate wapi? Anasema neno moja nimelitaka, nalo ndilo nitakalolitafuta. Nalo ndilo ninalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote. Hakuna raha iliyopo kama kukaa katika nyumba ya Mungu na kutafakari uzuri wake na kujua ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu unaleta vitu. Wakati Obed-Edom alipokaribisha uwepo wa Mungu, kwa wale wanaoandika, ukiandika Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 13 mstari wa 13 na 14, First Chronicles 13 to 14, Chronicles wa kwanza ama Mambo ya Nyakati wa Kwanza 13 hadi 14. Obed-Edom alipokaribisha uwepo wa Mungu, Biblia inasema Mungu akaongeza kila kitu kilikuwa kwake. Mpaka mbwa wakaongezeka, ng'ombe wakaongezeka, mbuzi wakaongezeka, watoto wakaongezeka. Yaani katika uwepo wa Mungu kuna kuongezewa kila kitu. Hakuna kung'ang'ana. Kama ni utoaji, hautashinda ukisukumwa. Lakini leo unakuta kama hakuna uwepo wa Mungu, tunaweza kuitisha hata pesa hatupati. Lakini uwepo wa Mungu unakuja, Mungu anachochea katika mifuko ya watu na kuguza na watu wanatoa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyejaa uwepo wa Mungu hana uchoyo ndani yake. Kazi kama hii inapoinuka, moyo wake unasisimuka, anasema nanyoosha mkono wangu mbele za Mungu ili niweze kubarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie, kwa sababu tunaenda mbio, vile tunaweza tukatunza uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Vile tunaweza tukatunza uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Ya kwanza kabisa, lazima uwe na moyo safi. Lazima uwe na moyo safi. Unajua Mungu ni mtakatifu, na sio kila mazingira ambayo Mungu anakaa, sio kila environment Mungu anatengenezewa mazingira. Wakati Mungu alipozungumza na Musa akamwambia nitengenezee maskani ili nipate kukaa, na maandalizi makubwa sana yalifanywa. Ukisoma katika Kutoka sura ya 40 mstari wa kwanza hadi wa 33, utaona vile maskani ilikuwa ikijengwa, utaona vile maskani ilikuwa ikitengenezwa, na Musa alifanya vyote ili kwamba Mungu akae katika maskani. Maandalizi yako ndiyo yanayomleta Mungu. Vile umejiandaa unapoingia katika nyumba ya Mungu na vile unavyoishi, hivyo ndivyo uwepo wa Mungu utakaa ndani ya maisha yako. Mungu hawezi kukaa mahali pachafu. Mungu hawezi kukaa mahali ambapo watu wanajichanganya. Mungu hawezi kukaa mahali ambapo watu wanafanya dhambi kwa siri. Mungu hawezi kukaa mahali ambapo watu wanafanya corruption. No, Mungu anahitaji moyo safi. Maana leo tunaweza kukaa na watu kanisani, lakini watu wengi hawana moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Najua ninaguza mahali, watu wengi hawana moyo safi. Tuko kanisani, unakuta mtu anainua mikono, lakini ndani yake kumejaa chuki, ndani yake kumejaa wivu, ndani yake kumejaa hila, ndani yake kumejaa ujambazi, ndani yake kumejaa mambo mengi mabaya, na Mungu hawezi kukaa hapo. Lazima ujue kwamba Mungu anakaa katika mazingira masafi. Fanya hivi mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. So vile unavyomtengenezea Mungu, ndivyo Mungu anazidi kukaa ndani yako, na ule uwepo wa Mungu unajitukuza ndani yako. Hautahitaji kujieleza kwa watu, hautahitaji kujisema kwa watu. Leo tuko makanisani, lakini watu hawana moyo safi. Na ukitaka kujua mtu hana moyo safi, hebu mkemee. Anaondoka anaenda kanisa lingine. Hebu kama ni mwanakwaya, muonye, mwambie leo utasimama kwa miezi 2. Anaondoka anaenda dini nyingine, na unasikia huko akiimba na microphone, na anaimba kwa sauti. Saizi kumeharibika. Leo tunatenga mtu kanisani hapa, anaenda dini nyingine na anaenda kuabudu kabisa na wanampokea. Na ndio vizuri sana wakati mtu anaposimamishwa, wachungaji ujue mtu huyu amekuja kanisani mgeni, ametoka wapi na amebeba nini na amekuja vipi.
Bwana atusaidie sana. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na moyo safi. Siku hizi watu hawataki kukemewa, hawataki kuonywa, wanataka kuambiwa Mungu akubariki. Lakini nataka nikuambie, mambo ya Mungu ni kanuni. Lazima ufuate kanuni ya Mungu, na kanuni ya kwanza ni moyo safi, ili uwepo wa Mungu ukae ndani ya maisha yako. Haleluya! Wapi vigelegele na shangwe kwa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Moyo safi. Mungu anapenda mahali pasafi, na usipotengeneza hayo mazingira yako, Mungu anaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Penda sana kuwa mtu ambaye ana moyo safi ukiwa kanisani, na ndio Daudi akasema, Mungu uniumbie moyo safi. Tusome katika hiyo Zaburi ya 51, Psalms 51. Zaburi ya 51. Karibu na maliza. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 51 mstari wa 10 anasema hivi, Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. So wakati unakuja kanisani ama hata wakati uko nje, inatakiwa uwe na moyo safi. Daudi alijua kwamba haingewezekana kwake kama hana moyo safi, na ndiye akamwambia Mungu, pamoja na misukosuko, pamoja na majaribu, pamoja na vita vyote, pamoja hata na kudharauliwa, pamoja na kutotambuliwa, lakini Baba niumbie moyo safi. Maana kitu muhimu ni kupata roho iliyotulia ndani yako. Watu wako kanisani lakini mioyo yao haijatulia. Mwingine yuko kanisani hapa lakini yuko kwenye biashara. Mwingine yuko hapa lakini yuko nchi nyingine. Mwingine yuko hapa lakini ametekwa na adui. Nataka nikwambie, mazingira ambayo Mungu anakaa ni mazingira ya mtu ambaye ana moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema niumbie moyo safi, tena uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na moyo uliotulia. Moyo wako umejaa nini? Watu wanakuja kanisani, mioyo yao imejaa mambo, mioyo yao imejaa vitu, mawazo yamejaa, mambo makali yamejaa ambayo yanawavunja moyo. Wengine wamekutana na majeraha, wengine wamekutana na majaribu, wengine wamekutana hata na vita, wengine hata ni vita vya ndoa, wengine hata ni kwa ajili ya watoto. Unakuta moyo wako umeruhusu ukajaa mambo. Nataka leo nikwambie, mtengenezee Mungu mazingira masafi, maana uwepo wake ukikaa ndani yako kunakuwa na mabadiliko. Uwepo wake ukikaa ndani yako kunakuwa na uzima. Uwepo wako ukikaa ndani yako, mambo yako yanakuwa mepesi. Hautang'ang'ana kwa lolote, hautang'ang'ana kwa kuomba, hautang'ang'ana kwa kufunga, hautang'ang'ana kwa kukesha. Itakuwa unafanya kwa sababu moyo wako umeshikamana na Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu anasema niumbie moyo safi, niumbie moyo safi. Haleluya. Naomba tena tusome katika hiyo Zaburi mstari wa 11. Tena anasema usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Mtumishi wa Mungu alikuwa anamwambia Mungu, usinitenge na uso wako. Uso wa Mungu ni uwepo wa Mungu. Ukitembea bila uwepo wa Mungu kuna kung'ang'ana. Ukitembea bila uwepo wa Mungu, unapokutana na majaribu unarudi nyuma. Ukitembea bila uwepo wa Mungu, mambo yanakuwa magumu. Na ndio ukisoma katika Kutoka 33, Biblia inasema Musa akamuuliza Mungu, tutaendaje peke yetu? Nitapelekaje watu hawa bila wewe Mungu? Alijua kwamba uso wa Mungu usipoenda na yeye, pale mbele kuna changamoto. Wapendwa katika imani, kuna changamoto. Wapendwa katika imani, kuna kukataliwa. Katika imani unakutana na changamoto. Katika ulimwengu huu unakutana na kuishiwa, unakutana na kudhoofika, unakutana mpaka unasikia saa zingine umetembea unasikia kutupa mikono. Inawezekana hata ni mtumishi unatumika, umefika mahali unasikia unatupa mikono, unasikia unakata tamaa. Nataka nikwambie, tafuta uso wa Mungu, tembea na uso wa Mungu, maana hautachoka, hautakata tamaa. Wengine wanapochoka wewe hautachoka, wengine wanapo
pamoja nami? Kwa nini unang'ang'ana kwa maombi? Kwa nini unang'ang'ana kwa safari? Unakuta mtu unaanguka leo, kesho unaomba sala ya toba, unaanguka tena unatembea mpaka na lile neno linasema mwenye haki huanguka mara 7 na akainuka. Mpendwa, hiyo ni kuchoka. Tafuta uso wa Mungu, maana uso wa Mungu unakupa tumaini, uso wa Mungu unakupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu akachagua fungu lililo jema, ambalo Yesu alisema hilo ndilo linatakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikaa miguuni pa Yesu. Uso wa Mungu ndio unatupa matumaini. Ulimwengu huwa sasa kila mahali kunalia, hakuna amani. Kiuchumi watu wanalia, kimaisha watu wanalia, lakini wale walio ndani ya uwepo wako Gosheni, wale walio katika uwepo wako katika utajiri mwingi. Haleluya! Tunafurahia kwa sababu uso wa Mungu unatupa matumaini, uso wa Mungu unatupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Niondoke hapo. La pili, ukitaka kuhifadhi ama kutunza uwepo wa Mungu katika maisha yako, lazima uwe mtu wa kutii. Naomba tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Jaribu kukimbia ili niweze kubarikiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Hii ni habari ya nyumba ya Eli. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kizuri kama kutii, kwa sababu unapotii inaonyesha kwamba unamheshimu Mungu. Unapotii, uwepo wa Mungu unaishi ndani yako. Lakini leo tuko makanisani, watu wengi sana hawatii. Hata ukiweka muda wa maombi watu hawatii, ukiweka muda wa kutoa watu hawatii. Mfano sasa kitu kama fungu la 10, Mkristo ambaye amekomaa na ana imani na yuko katika uwepo wa Mungu si wa kukumbushwa tena mafungu ya 10. Unakuta leo mtu anaiba fungu la 10, anakula 10 ya Mungu. Zamani sisi tukilelewa tuliambiwa kulikuwa na, kwa kimila yetu, kulikuwa na nyama ya baba, sehemu ya baba, na haungeweza kuguza sehemu ya baba. Sijui kama makabila mengine yako hivyo, lakini kwetu ilikuwa hivyo. Na mtu angeweza kuguza itabidi ichinjwe mbuzi ingine, kwa sababu ni sehemu ya baba. Lakini siku hizi Wakristo wamezoea, wanakula sehemu ya 10 na wanaona ni kawaida. Na wachungaji tunapoongelea wanasema haya wameanza, wanataka sasa nini? Sitaki chochote, maana hata fungu la 10 huwezi nipa mimi nimekuletea neno la Mungu. Na unaona nimetoka mbali sana. Sijui kama unatoaga, lakini leo Mungu anakukumbusha, hivi unatoaga fungu la 10? Hebu muulize mwenzako, unatoaga 10? Maana Mungu anakubariki, anakupa hela, anakupa karibu 40 million. Unaona kama kupeleka 400,000 kwa Mungu, unaona kama unamletea mtu. Na unasema kwamba sioni kama inawezekana nimpe huyu mtu maana itamfanikisha. Lakini wakati anapata 100,000 anasema hii 10,000 wacha niipeleke. Lakini ikianza sasa kupanda, sasa anaona hii ni nyingi sana, italeta faida kwa watu wengine. Mtu wa Mungu, fungu la 10 ni kwa faida yako. Hebu mwambie mwenzako, fungu la 10 ni kwa faida yako. Tena inahifadhi uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako, kwa sababu unapotoa mafungu ya 10 kuna ulinzi Mungu anaachilia juu ya maisha yako, kuna ulinzi Mungu anaachilia juu ya watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Na adui ametukamata sana kwa utoaji, mpaka tukihubiri utoaji watu wanasema ni
ni fanatic. Kumbe hatukujua kwamba hii ndio siri ya kufanikiwa eti. Hii ndio siri ya kubarikiwa kama ujui. Bwana tusaidie. Vile unaendelea kuweka ndio basi kuficha, hivyo ndio unazidi kupungukiwa. Lakini kadri unavyonyoosha, na ndio Yesu akasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa, ama nanyi mtabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Fanya hivi habari ya kutoa wa Pentekoste. Haleluya, 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 haleluya. Unajua hapa niko huru maana naongea na watu wa nyumbani. Na unajua kuna mahali inafikaga tunaongea sasa kama watu wa nyumbani. Maana tunahitaji uwepo wa Mungu uonekane hata kwa makanisa yetu, ili watu waache kuondoka kwenda kwa dini zingine, wanaacha hapa kwa sababu hakuna kuchangamka, hakuna uwepo wa Mungu, hakuna watu kunena kwa lugha, hakuna nini. Tunahitaji watu watii, maana unapotii ule uwepo wa Mungu unakufunika. Unapotii nguvu za Mungu zinaachiliwa juu ya maisha yako. Alafu kutii inaonyesha kwamba unamheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu, hakuna siku Mungu anakubariki zaidi ya vile na wewe umetii. So vile unavyotii, kadri unavyotii ndivyo Mungu anakubariki. Kadri unavyojitolea ndivyo Mungu anakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pale kwetu kuna mzee mmoja alikuwa anaona watu wakitoa, anasema mbona watu wanatoa hivi? Mbona watu wanatoa hivi? Lakini kwa kando nyingine anauliza mbona mimi sifanikiwi? Mbona mimi sifanikiwi? Tunamwambia ni kwamba wewe umejimaliza kwa sababu hautoi. Kumbe sisi wengine tumejua siri kwamba tunapojitoa kwa Mungu, tunapomtii Mungu, tunapotii na kutoa zaka mbele za Mungu, hapo ndipo kuna kubarikiwa na ndio kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua leo kama kuna watu ambao hawapendi sana kutoa ni wa Pentekoste. Na kumbe hatujajua kwamba hii ni njia ya adui ya kutukanyagia, ya kutufinyilia ili tusifanikiwe. Siku moja pale kwetu kukawa na siku ya kutoa. Na tulikuwa tumeuza ng'ombe wetu. Na tukauza huyu ng'ombe, tunafuga ng'ombe wa maziwa. Tukasema tunataka tuuze huyu ng'ombe ili tuongezee pesa tuchukue ng'ombe wa kisasa. Sasa wakati watu walikuwa nakimbia kutoa, watu wamekimbia kabisa wanakuja kutoa, mimi ndio nilikuwa naabudu. Nikaona mzee wangu ameandika note, na ile pesa yote ameandika ilikuwa 35,000 ya Kenya. Sijui huko ni ngapi? Imefika milioni 6. Nikaona ameandika. Hasa nikawa najiuliza, sasa jamani, ametoa tena ile pesa ya ng'ombe. Na ndio mimi sasa ndio nilikuwa nimejipanga ili tuongezee, tununue ng'ombe. Kidogo kanisani tukaona mtu amekimbia, ameangusha funguo. Tukafikiri labda watu vile wamekimbia, tukaona kama labda amesahau. Tukasema nani amesahau funguo? Akasema hapana, nimetoa. Unajua Mungu alifanya nini? Maana mimi nililalamika sana na nikawa mpaka na hofu, sasa pesa itatoka wapi tena ya ng'ombe? Na tumetoa. Na mzee ndio huyu ametoa, maana ni mtu mkarimu sana, anatoa. Nikasema jamani Mungu, sasa vipi? Itakuwaje? Tulipomaliza, mimi jioni tulitoka nyumbani bila gari. Tulirudi na gari nyumbani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unanyima hicho kidogo uko nacho, kumbe haujui kwamba unajizuilia baraka kwa Mungu. Leo tunatangaza kanisani hapa, tunahitaji tumalizie madirisha, tunahitaji tumalizie vioo. Mtu wa Mungu siku zote uwe wa mbele kukimbia. Hata kama una kubwa, leta hiyo uko nayo, kwa sababu Mungu atakubariki. Mungu anaangalia moyo wako, haangalii ukubwa wa kile kitu ambacho unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Kutii, hakuna kitu kizuri kama kutii. Lakini leo watu wameondoka katika kufuata maagizo ya Mungu na kuanza kufanya mambo yao. Hawatii tena sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu inatuelekeza. Leo tunaambiwa tuje maombi, inakuwa ni ngumu kwako kuja ushirika. Unakuwa mshirika wa Jumapili. Naomba leo ukatae kuwa mshirika wa Jumapili. Kuna mikutano za katikati ya wiki, njoo hata kama hakuna watu. Siamini kwamba kanisa hili, maana nafikiri kwa dini yetu ya free hatufungagi kanisa. Watu wanaingia, mtu anaomba kwa ile saa anataka. Njoo ingia hapa, mlilie Mungu, mwambie Mungu nakulilia kwa ajili ya kanisa, nakulilia kwa ajili ya hii madhabahu, nakulilia kwa ajili. Unajua
uwepo wa Mungu unafanyiwa kazi. Hauwezi tu kuja hivyo, lazima kuwe na watu wanalipa gharama kwa kufunga na kuomba, kwa kukesha na kutoa, maana Mungu anapenda sana moyo ulio mkarimu, na mahali pa karimu, hapo ndipo Mungu anakaa. Haleluya! Wapentekoste, Bwana Yesu asifiwe. Kutii, kufanikiwa kwako, kugusa watu kwako, itaelezwa na vile unamtii Mungu. Your success, your impact will be determined on how you obey God, vile unatii Mungu. So leo tunataka tuabudu Mungu, miujiza ifanyike, lakini umelipa gharama. Tumekuona tu hapa Jumapili umeng'ara, hivi wiki yote umeomba? Na tusiwe na tabia ya kuja mbele za Mungu bila hatujaomba. Wahuduma, watu wa Mungu, hapa ni vita. Bwana tusaidie. Katika ibada kuna kuja maagent, katika ibada kuna tumwa nguvu za giza, katika ibada vitu vingi vinafanyika. Watu wamekuja, wengine wamevunjika moyo, wengine wamekata tamaa. Mtu anataka mtu wa kumwagia maji, lakini watu waliojaa uwepo wa Mungu wanapoinua mikono, nguvu za Mungu zinaanza kufanya kazi na kuponya watu automatically. Sio lazima tuwawekee mikono, lakini uwepo wa Mungu unapokuja, nguvu ya Mungu inafanya kazi na watu wanafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mhuduma, usiwe na tabia ya kufanya huduma bila kuwa mtu wa maombi. Lazima ujizoeshe tabia ya kuwa mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba niende point ingine, kutembea na Mungu. Kitaka uwepo wa Mungu uwepo ndani yako, utatembea na Mungu. Tembea na Mungu katika maisha yako. Ukisoma katika Mwanzo, Biblia inasema Enoko akatembea na Mungu na mwisho akatwaliwa. Kuna vitu hautaonja wakati unatembea na Mungu. Kuna vitu ambavyo vitakuja katika maisha yako, vinapita tu kama vile unaona watu wengine wakifanya, lakini leo kuna vitu Mungu anakuepusha. Kuna mikosi Mungu anakuepusha. Kuna vitu ambavyo Mungu hata ruhusu hata ya macho yako yaone wakati unatembea na Mungu. Haleluya. Enoko akatembea na Mungu. Mimi maisha yangu tangia nikiwa mdogo nimejifunza kutembea na Mungu. Hapa nilipo ni kwa sababu nimejifunza maisha ya kutembea na Mungu. Hata kama kuna challenges, hata kama kuna changamoto, unapotembea na Mungu, wakati umewezwa, Mungu anakuinua, anakubeba kwa mgongo wake, anakusaidia. Wakati ambapo umekutana na Goliati mbele yako, kwa sababu unatembea na Mungu, Mungu anakupa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mambo yamepangwa juu ya maisha yako, Mungu anakufichulia kwa sababu umeshajizoesha kutembea na yeye. Leo Wakristo wengi wanavamiwa na adui. Tuko hata wengine wako kanisani wananyongwa na mapepo, wengine hawalali usingizi, wengine usiku kucha umevamiwa na adui. Mikosi inafuatana katika maisha yako. Nataka leo ujifunze kutembea na Mungu, kwa sababu Mungu anakujulisha mambo mapema. Mungu anakupa mwelekeo mapema. Hata juu ya watoto wako Mungu anakufunulia, kwa sababu umejifunza kutembea na yeye. Haleluya. Ukitaka kutunza uwepo wa Mungu katika maisha yako, uwe ni mtu ambaye umejifundisha kukaa na Mungu, kutembea na Mungu na kusikia sauti yake. Enoko alipotembea na Mungu hakuonja mauti. Leo kuna vitu vingi tunaviona kwa sababu hatutembei na Mungu. Na tunapotembea na Mungu kuna vitu Mungu anaviondosha. Kama ni mikosi ya watoto, Mungu anaondosha. Kuharibu mimba, Mungu anaondosha. Balaa na mikosi, Mungu anaondosha. Hata yale umepangiwa na wachawi, maana usiku na mchana wanakuazia vile wanakumaliza. Nataka nikwambie, tengeneza ushirika wako na Mungu. Tengeneza ukaribu wako na Mungu. Na unapotengeneza ukaribu wako na Mungu, Mungu anakukumbatia. Wakati wamepanga juu yako, Mungu anapangua mapema. Wakati wamejipanga wakumalize, Mungu anapangua mapema, kwa sababu umejua nafasi ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tembea na Mungu. Hakuna kitu kizuri kama kutembea na Mungu. Na kanisa linapojua hiyo siri, hatutavamiwa mapema. Leo watu ambao hawajajua siri wanavamiwa. Unakuta wachungaji wanakufa ovyo.
ovyo, watoto wanakufa ovyo, premature death zinatokea kanisani, mimba kuharibika kwa watu wa Mungu zinatokea. Yani vituko vinafanyika ndani ya Mungu, ya nyumba ya Mungu, kunakuwa na confusion. Lakini wakati tunatembea na Mungu, Mungu anatujulisha mapema, anakuambia uwe makini, angalia mapema, kuna kitu kinakuja. Hata jaribu linapokuja halikuji kama geni, linakuja tayari Mungu amekufunulia na umeshapambana. Tengeneza ushirika na Mungu. Biblia inasema Ibrahimu akawa rafiki wa Mungu, yani alimkaribia Mungu kiasi cha kumpa mwanao. Wewe mtu wa Mungu, ni gharama gani umelipa katika maisha yako ili Mungu aone umemkaribia? Maana pia unapomkaribia Mungu kuna gharama ya kulipa. Kuna marafiki inabidi uachane na wao, kuna watu ambao inabidi utengane na wao. Maana Mungu hana shida ya kukuinua, Mungu hana shida ya kukupeleka popote, lakini anataka utembee na yeye, na ukitembea na yeye atakupeleka mpaka kwa mawingu kule unataka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hana shida ya kukupromote, anaweza akakupromote akakupeleka popote, lakini lipa gharama ya kutembea na yeye na kuwa karibu na yeye. Haleluya. Na unajua unapotembea na Mungu unamjua vizuri, na ndio anasema katika Ayubu nafikiri 21:22 ama hapo, anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Unapotembea na Mungu mema yatakufuata. Unapotembea na Mungu unakuwa na amani. Unapotembea na Mungu kunakuwa na furaha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kutunza uwepo wa Mungu, jifunze maisha ya kutembea na Mungu. Leo tumejichanganya, tuko kanisani. Kuna tofauti ya kanisa na dunia. Lazima tuweke kanisa tofauti na ulimwengu. Kuna vitu ambavyo watu leo kanisani wanafanya ambavyo si vya Mungu. Lazima tujue kwamba kanisa ni kanisa na dunia ni dunia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wale wanaotembea na Mungu ndio watajua signals, watajua kwamba Mungu hapendi hili, Mungu hapendi hili. Alafu kitu kingine, unapotembea na Mungu unakuwa na mamlaka ya vile vitu ambavyo visivyoonekana. You become an overcomer of the supernatural. Yani kuna vitu ambavyo unakuwa commander, unakomesha mambo. Sio lazima mchungaji akuombee kwa dakika hiyo, lakini unaweza kucommand na kumwambia adui, nimekujua, ondoka mbali na mimi, na anaondoka kweli, kwa sababu umetengeneza ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Wakristo leo ni wanyonge. Mtu akiona nyoka mbele ya nyumba, mchungaji, mwingine jamani wachawi, jamani wamemwaga damu mbele ya nyumba yangu. No, angalia hilo, zungumzia, ambia wewe uliyetumwa, rudisha huko umetoa mara 10 na uende kabisa kwa jina la Yesu na nimekumaliza. Na inakuwa kwa sababu umekaribia Mungu na uwepo wa Mungu umekaa ndani yako, unakuwa na ushindi wa kuamuru vitu na vinafanyika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa mtu wa kuamuru vitu na vinafanyika. Ya pili, mwisho, unyenyekevu. Mungu anaheshimu sana mtu aliye mnyenyekevu. Unapokuwa mnyenyekevu, moyo wako Mungu anauheshimu sana. Uwepo wa Mungu unakaa na walio wanyenyekevu. Uwepo wa Mungu unatulia nao wale ambao wamenyenyekea mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba nimalizie katika kitabu cha Methali 18 mstari wa 12. Kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna. Unajua siku zote mtu mwenye kiburi haangaliagi chini, na ndio huwa wanaenda mpaka wanaanguka kwa shimo. Maana mtu anapopata kiburi anainua kichwa juu, na yeye sasa mambo yake ni ya juu, na anapoenda mahali kama hapa anafika sasa anavunjika na kuanguka. Hakuna kitu kibaya Mungu anachukia kama kiburi, maana kiburi ndio ilizaa uasi. Na Biblia inasema kwamba na kabla ya heshima hutangulia
hutangulia unyenyekevu. So watu wengi leo wanataka kuheshimiwa lakini hawataki kunyenyekea. Leo katika ministry kuna watu ambao Mungu amewainua akawapeleka juu, lakini kwa sababu ya kiburi wameshushwa. Lakini wakati unanyenyekea mbele za Mungu, Mungu anakuinua, anakutukuza mbele ya watu na anakuelezea mbele ya watu. Hakuna kitu kizuri Mungu anadhamini kama mtu mnyenyekevu. Katika huduma, uwepo wa Mungu unakaa na watu wanyenyekevu. Sio wale wanajifanya ni kunyamaza. Unajua kuna mtu ananyamaza, kuna tofauti ya kunyamaza na unyenyekevu. Kuna mtu amenyamaza ni kama kidimbwi iko na mamba ndani. Bwana tusaidie sana. Kuna mtu ananyamaza, huyu dada ni mpole amenyamaza, lakini hebu mguze, hebu mkanyage ndio utajua hujui. Ama hata ndiye atakwambia ndio basi utajua nimetoka Tanga. Kuna dada moja kule kwetu aliongeleshwa na mzee wake akamwambia utajua nimetoka kule nimetoka. Sasa huyo si Mkristo, hana unyenyekevu. Maana leo kuna watu wanajifanya kanisani ni wapole, lakini kwa kweli hebu waguze, mguse tumkemee, ama mwambie osha kanisa. Mimi na kaliba yangu nioshe kanisa, niende nioshe mate za watu, tunaziosha. Ndio maana tuko hapa leo. Bwana tusaidie sana. Ukija katika nyumba ya Mungu, wewe tayari ni mtoto wa Mungu. Tunaweka zile zote tuko nazo chini. Kama ni madigrii tunavua, kama ni nini tunaweka chini, tunamtumikia Mungu kwa unyenyekevu, na ndio nafasi ya kuinuliwa. Na hii itakusaidia hata kazini kwako unapata promotion, kwa sababu umeanza unyenyekevu katika nyumba ya Mungu. Unyenyekevu ni tunda ambalo linatakiwa kila mmoja alifuatilie katika maisha yake, ili uwepo wa Mungu ukae, hasa katika huduma. Samahani kwa kumtaja, lakini huyu ndugu anaitwa Epaphras. Niliona ako na kipawa sana, na vile alikuwa anamwattend huyu baba, yani mpaka iliniguza moyo wangu. Mpaka mume wangu akaniambia huyu ndugu, yani mimi ameniguza moyo, kwa sababu ile loyalty. Unajua loyalty you can see it from, unaweza iona, unaweza uona uaminifu wa mtu ndani ya mtu. Na kweli kabisa, yani vile anamuapproach huyu baba, vile anamheshimu mama, yani sisi mpaka imetufundisha kitu. Maana mimi sasa pale ni mchungaji kanisani msaidizi, sasa imenifundisha sana mambo mengi. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kama unyenyekevu, kizuri kama unyenyekevu, kwa sababu kuna mlango umefunguliwa kwa ajili yako. Kuna nafasi kubwa sana imefunguliwa kwa watu wanyenyekevu, lakini kwa wenye kiburi shimo ndio iko mbele yao, kwa sababu hakuna mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu ni kitu ambacho kinahitajika kwa Mkristo ili kufanikiwa. Ya mwisho, sifa na kuabudu. Sifa na kuabudu inaweka uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako. Wakati kimeumana, wakati huna pahali pa kuelekea, muabudu Mungu. Na kama kuna kitu huwezi saidiwa na mtu yoyote, ni kumwabudu Mungu. Na ndio huyu dada alipokuwa akiabudu, nilikuwa nashangaa watu wengine wanakaa chini. Yeye anaabudu, ameabudu Mungu wake, lakini wewe umeketi unamwabudu Mungu. Mtu wa Mungu, hakuna kitu kizuri kama kumwabudu Mungu, kwa sababu tunapomwabudu tunaliadhimisha jina lake. Tunapoabudu tukufu unashuka. Tunapoabudu sifa za Mungu zinashuka ndani yetu na zinatubariki. Tumia sifa na kuabudu kama silaha yako kuu ya ku maintain uwepo wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomsifu Mungu, mbingu inaachiliwa. Tunapomsifu Mungu, mambo makubwa yanafanyika katika maisha yetu. Wakati ambapo umepita katika majaribu, umekosa pa kuelekea, msifu Mungu, mtukuze Mungu. Mwambie Mungu unastahili. Mwambie Mungu unastahili. Kama Mungu mwenyewe anapenda sifa, anapenda kutukuzwa, anapenda kuinuliwa. Ukienda leo kwa viongozi wa nchi wa kawaida, wakisifiwa unakuta wanaamka mpaka wanatoa hela. Na je, Mungu wetu zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu apendi kusifiwa, hata wewe unapenda kusifiwa. Mtu akwambie tu dada na umependeza, uko na nywele vizuri, nasema tu asante, lakini kule ndani umesikia umechangamka kweli.
Mwingine anaambiwa, ndugu, umepiga piano vizuri. Ndiyo, asante. Lakini ndani yake anasema, kweli hata askofu amenitambua. Hakuna mtu apendi kusifiwa. Kama mtu anapenda kusifiwa, na je, Mungu wetu? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapenda kusifiwa, na Biblia inasema anakaa katika juu ya sifa ya watu wake. Kwa hivyo tunapomsifu, uwepo wake unaachiliwa ndani yetu. Jifunze kumsifu na kumwabudu. Inua mikono, mwabudu Mungu. Sio mpaka uambiwe uabudu uinue mikono. Kuinua mikono, tunasarenda mbele za Mungu. Tunamwambia kwamba hakuna kingine kimebaki, ni wewe. Hakuna kingine kilichosalia, ni wewe. Katika maisha yangu hata naweza kulala nikiwa nimevaa vile, kwa sababu hakuna kitu kingine nimebakiza. Wengine tunaposimama mbele za Mungu, hata kama tumevaa gauni nyeupe, uwepo wake unaposhuka ndani yetu na tunatunza, tunalala kwenye floor na kumwambia Mungu, unastahili. Mungu umetukuka. Mungu umeinuliwa. Ni silaha kubwa ya kukalisha uwepo wa Mungu katika maisha yako. Wakati unapopitia mambo, mwambie Mungu, unastahili. Hata kama huwezi kutoa sauti ya kuimba, mwambie Bwana, umetukuka. Jina lako limeinuliwa zaidi ya wote. Mungu umesifika. Na kweli Mungu atakuja pamoja na malaika zake. Naomba tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, we mtu wa kumwabudu Mungu katika kinywa chako. Jifunze kutii. Jifunze kutembea na Mungu. Jifunze kunyenyekea. Pengine hata huduma umeacha kwa sababu ya kiburi. Mungu anakuongelesha leo, ni siku yako ya kurudi. Pengine hata umejitenga na wengine kwa sababu hutaki kunyenyekea. Mungu anataka leo ushuke. Haleluya. Nataka tumwabudu Mungu. Ndaita tena ile timu, tumwabudu tena Mungu. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niomba. Bwana, unaweza, unaweza. Wote tuinue mikono sasa, tumwabudu Yesu. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niomba. Unaweza, unaweza kufanya makalababoshatalababo. Unaweza kufanya mambo Takatifu,